Bwana Yesu asifiwe, watazamaji wangu mahali popote mnanitazama jioni ya leo. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Reverend Luka, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na niko hapa Dagoretti CFF ambapo ninaendelea kutangaza neno la Bwana. Na jioni ya leo Bwana amenipa nafasi mzuri niweze kunena na wewe neno la Bwana, ikiwa ni siku njema ambayo ni siku ya Madaraka Day, ili niweze kukuletea neno na wewe ukapate kubarikiwa katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ninakukaribisha kwenye neno la jioni ya leo, na ninaamini ya kwamba Mungu atakubariki unapofungua moyo wako na unapokubali kutega masikio yako. Bwana amenituma na neno lako na Mungu atakubariki. Kwa hivyo ningependa tuombe na ili tukaweze kulishiriki neno la Bwana, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya nafasi njema umenipa niweze kuja mbele za watu wako, niweze kuleta neno lako. Ninaamini ya kwamba utawabariki na utawatendea mambo mema, na Mungu ninajua ya kwamba utakutana na hitaji la kila mmoja ambaye anatutazama jioni ya leo na anayefikiwa na hii sauti. Bwana, naomba Mungu kanitumie kama chombo chako, watu wako wakapate kubarikiwa katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu najua umesikia na umetenda. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Okay, asante. Ninajua mtazamaji wetu, nimekuombea na ninajua ya kwamba Mungu atakubariki tunapoenda kushiriki neno la Bwana. Na siku ya leo Bwana amenipa neno mzuri sana. Kwa hivyo ukiweza kutega tu masikio yako na ufungue moyo wako, Bwana atakunenea na atakubariki. Na leo ninataka kuongea kuhusu siri za kujibiwa maombi. Na ninajua ya kwamba watu wengi huwa wanaomba na wanaona ni kama kwamba hawapati majibu. Lakini siku ya leo Bwana amenituma nikupatie siri za kujibiwa maombi. Na ningependa nikuambia kwamba Mungu huwa anasikia maombi, kwa sababu ni watu wengi ambao tunaona katika neno la Bwana ambao waliweza kuomba Bwana na Bwana akawajibu maombi yao. Na ukiangalia katika Zaburi 65 kuanzia pale mstari wake ambao ni wa kwanza, inasema ya kwamba Mungu, sifa za kugojea katika Zayuni, kwako wewe nadhiri zetu zitatimizwa. Na verse 2 anasema ewe usikiae maombi, watu wote watakuja kwako wewe. Huyu mwandishi wa Zaburi anatuonyesha ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye anayesikia maombi, na Mungu ni Mungu ambaye anajibu maombi. Na ndiposa Psalm 62 verse 2 amesema ya kwamba usikiae maombi, watu wote watakuja kwako wewe. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu ambaye anasikianga maombi, na ni Mungu ambaye anayejibu maombi. Na hata ukiangalia kwenye kitabu cha Jeremiah 33 verse 3, Mungu alimwambia Jeremiah ya kwamba niite nami nitakuitika, na akamwambia kwamba nitakuonyesha mambo makubwa na magumu hata yale usiyoyajua. Kwa hivyo tukiangalia mwandishi wa Zaburi anatuonyesha Mungu anasikiaga maombi na Mungu huwa anajibu maombi. Na hata kwenye Jeremiah vile alimwambia Jeremiah niite na mimi nitakuitika, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu yale ambayo usiyoyajua. Kwa hivyo kulingana na hiyo maandiko ambayo nimekusomea jioni ya leo, hii inatuonyesha ya kwamba Mungu anasikianga maombi na anajibu maombi. Lakini lazima tuelewe siri ni gani ambayo tutaweza kuwa nayo, ili maombi yale tunaomba, ambayo tunaomba Mungu wetu atatujibu. Na leo tutaona kwenye neno la Bwana kwenye kitabu ambacho ni cha Yakobo. Ni neno ambalo najua tunalijua sana, lakini naamini ya kwamba Mungu atakubariki wakati ambapo utakubali kupelekana pamoja na mimi vizuri. Mungu atakuweza kukubariki na kukutendea mambo mema. Nimesema tutaangalia kwenye kitabu ambacho ni cha Yakobo, Yakobo 5
na ningeomba tuanzie pale mstari wake wa 16 kwa sababu inaongea sana kuhusu maombi. Na Yakobo 5 mstari wa 16 inasema, kwa hiyo ugamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi na kuombeana ili mpate kuponywa. Hapa tunaona ya kwamba neno linaanza kutuambia ya kwamba ugamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba kuna siri moja ambayo imefichika mahali pale. Hatuwezi kuwa tunaomba, lakini kuna mambo ambayo tumebebana nayo. Wengine tumebebana, wengine tunachukiana, wengine tunaoneana wivu, wengine tumekwazana na hatutaki kusameheana. Na ndiposa Yakobo ameanza kusema ya kwamba augamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Na kuna watu ambao wanaomba sana na wanaomba maombi mingi, lakini kule kuomba kwao unakuta ya kwamba kwa sababu kuna watu wamebebana, kuna watu ambao wanachukiana, kuna watu ambao hawasameheani, unakuta ya kwamba maombi mengi yetu yanakosa kujibiwa kwa sababu maybe kuna mtu ambaye mmekosana na yeye, maybe kuna mtu ambaye amuongeleshani na yeye, maybe kuna mtu ambaye unachukia. James anatuambia, Yakobo anatuambia kwamba lazima kwanza tuweze kusameheana, halafu tukaweze kuungamana dhambi zetu sisi kwa sisi. Kama tumekwazana tunasameheana. Kama tunasikia kwamba kuna mahali ulinikwaza, uweze kunisamehea na mimi niweze kukusamehea. Halafu tunaona natuambia ya kwamba ili sasa tuweze kuponywa. Kwa hivyo hapa nataka tuangalie hii siri ya kwamba kabla ya kuambia mambo ya kuomba, anawaambia ugamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Halafu mkisha kuungamana dhambi zenu na Mungu atawaponya. Namba 2 anawaambia ya kwamba na sasa muombeane. Baada ya kuungamana dhambi zetu, yani tunasameheana, tunaachiliana, kwa sababu mambo madogo inaweza kufanya maombi yako yasiweze kumfikia Bwana. Na ndiyo maana unaona ya kwamba ukiangalia kwenye kitabu cha First Peter chapter 3 verse 7, kuna mahali huwa inaongea inasema ya kwamba nyinyi wanaume kaeni na wake zenu kwa akili. Alafu inasema ya kwamba kama warithi pamoja. Alafu inasema ya kwamba kusudi maombi yenu yasije yakazuiliwa. Na ninajua kuna watu wengi wanalitazama jioni ya leo na wameomba maombi mengi, hata wamekuwa discouraged kwa Mungu. Wanaona kama kwamba Mungu hawezi kujibu maombi, lakini inaweza kuwa ni jambo dogo ambalo linafanya ukose kujibiwa maombi yako, kama hii ambayo James anatuambia ya kwamba kusameheana, kuungama dhambi zetu sisi kwa sisi, halafu na kusameheana. Halafu hapo anaendelea kusema ya kwamba maombi ya mwenye haki yana nguvu tena yanafaa sana. Hapo kuna siri moja tumeona. Namba 1 wanasema ya kwamba tuungama dhambi zetu sisi kwa sisi. Halafu sasa anatuonyesha ya kwamba baada ya hayo tunaweza kuombeana na tunaweza kuomba. Na kuna kitu nataka kusema hapo, niseme ya kwamba namba 1, ukikosa kutubu dhambi zako, mkikosa kusameheana, hata uombe siku gapi, maombi yako haitajibiwa. Usipojichunguza wakati unaingia kwenye maombi, wakati unaomba, ujichunguze ni mambo gani ambayo yanaweza kufanya Mungu asisikie maombi yangu, Mungu asijibu maombi yangu. Kwa sababu ukiangalia hata neno kwenye Isaiah 59 verse 1, Isaiah ananena kwa wana wa Israeli, anasema ya kwamba mkono wa Mungu sio mfupi usiweze kutuokoa, na sikio lake sio zito asiweze kutusikia. Lakini Isaiah anasema ya kwamba lakini dhambi zenu, maovu yenu yamefanya Mungu afiche uso wake, hata hataki kusikia. Kwa hivyo wakati tunaenda mbele za Bwana,
ndiyo Mungu ajibu maombi yetu. Siri ya kwanza ni kujichunguza na kujiangalia. Je, kuna mtu tumekosana? Je, kuna mtu nimekosa? Je, kuna dhambi ambayo nimefanya? Kwa sababu hata ukiomba na uko na dhambi ambazo unafanya, maombi yako yanaweza kukosa kujibiwa. Kwa hivyo lazima ujue hii siri ya kwamba ninapoenda mbele za Bwana ninajichunguza sana. Kama kuna mahali ambapo nimefanya dhambi, ninatubu dhambi zangu. Kama kuna mtu ambaye tumekosana, ninaenda kwake, tunasameheana. Alafu sasa, hiyo ni siri ya kwanza ambayo nimekupatia, kutubu dhambi na kusameheana. Hiyo ni siri ambayo inafanya watu wengi wajibiwe maombi, na ni siri ambayo watu wengi wajajua. Ndio maana wanaomba maombi ambayo haina majibu. Na siri ya pili ambayo nitakupatia, ambayo inaweza kufanya ujibiwe maombi, ni kuomba maombi kwa bidii. Mungu hupenda sana watu ambao wanaomba maombi yasiyo ya kawaida. Na ndiyo maana umeona James anasema ya kwamba baada ya kusameheana, baada ya kuungama dhambi zenu na kuungana dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi, anasema ya kwamba maombi ya mwenye haki, maombi ya mtu mtakatifu, anasema ya kwamba inafaa sana mtu akiomba kwa bidii. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaombaga, lakini sasa unakuta ya kwamba sio katika bidii. Na kwa hivyo kama unataka kujibiwa maombi, usiombe maombi ya kawaida. Hapana, jua siri za kuomba kwa bidii. Kwa sababu ukiangalia kitabu cha Mithali, Proverbs chapter 8 verse 17, neno linasema mahali pale vizuri ya kwamba nawapenda wale ambao wanaonipenda, na wale wananitafuta kwa bidii. Huyo ni Mungu anasema mahali pale, wale wananitafuta kwa bidii, anasema ya kwamba huwa wananiona. Kwa hivyo kuna vile unaweza kuomba maombi na Mungu akose kukujibu, kwa sababu sio maombi ambayo iko na bidii. Ndio ujibiwe maombi, lazima uombe maombi kwa bidii. Na ndiposa Yesu alisema kwenye kitabu ambacho ni cha Luke chapter 18, akapatiana mfano mahali pale, na akasema ya kwamba inatupasa sisi kuomba Mungu bila kukata tamaa. Yaani unaomba maombi kwa bidii, unaomba kabisa. Na ukiomba maombi kwa bidii, neno hilo nimetaja kwenye Mithali, nasema wale wananitafuta kwa bidii, hao huwa wananiona. So kuna maeneo mengine ambayo tunahitaji kama waombezi tuombe kwa bidii kama tunataka kujibiwa na Mungu. Na tukiangalia kwenye hiyo neno ambalo tumesoma kwenye James, anasema ya kwamba maombi ya mwenye haki yako na nguvu, na Mungu hupendezwa sana na watu wale wanaomba maombi ya bidii. Na anateremka pale verse 17, anatuletea mfano wa mtu mmoja ambaye aliomba. Anasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, aliomba kwa bidii kwamba mvua isinyeshe, nayo haikunyesha juu ya nchi kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Na verse 18 anasema kisha akaomba tena, nazo mbingu zikatoa mvua, nayo ardhi ikatoa mazao yake. Hapa tunaonyeshwa na mtu ambaye anaitwa James, anatuambia ya kwamba maombi ya mwenye haki yako na nguvu sana, na Biblia inasema ya kwamba yanafaa sana pia yakiombwa kwa bidii. Kwa hivyo wewe kama unajichunguza, unaona ya kwamba wewe ni mwenye haki, sasa omba kwa bidii. Na ukiomba kwa bidii, Mungu atasikia maombi yako na atajibu maombi yako. Na ndiyo maana umeona James ametupatia mfano wa mtu ambaye anaitwa Elia. Ametuambia ya kwamba aliomba kwa bidii, hakuomba tu maombi ya kawaida, aliomba kwa bidii na akaomba mvua isinyeshe muda wa miaka 3 na miezi 6, na mvua haikunyesha kwa sababu yeye hakuomba maombi ya kawaida, aliomba maombi ya kumaanisha. Na Biblia imesema ya kwamba na alipoomba mvua haikunyesha muda wa hiyo miaka 3 na miezi 6.
Tena Biblia inasema akaomba tena kwa bidii na mvua ikaweza kunyesha. Na kwa hivyo mimi nakuomba mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa jioni ya leo, ya kwamba kama unataka kujibiwa maombi, ugama tu dhambi zako. Namba 2, anza kuomba maombi ambayo iko na bidii, maombi ambayo unamaanisha, kama vile tunaonyeshwa na James, huyu ambaye ni Elia, aliomba na maombi yake yakawa kwa bidii na Mungu akajibu maombi yake. Na kuna mtu mwingine ambaye ametajwa na Paul kwenye kitabu ambacho ni cha Wakolosai 4 pale mstari wake ambao ni wa 12, kuna mtu ambaye anatajwa mahali pale ambaye anaomba kwa bidii, na neno la Bwana nasema ya kwamba Epafra ambaye ni mmoja wenu na mtumishi wa Kristo Yesu awasalimu. Yeye siku zote anaomba kwa bidii. Huyu ni mtu ambaye anatajwa na Paulo, anaitwa Epafra. Anasema ya kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Epafra, ambaye ni mtu ambaye ni mtumishi wa Bwana, Paulo anasema ya kwamba siku zake zote anaomba kwa bidii. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17, neno linatuambia ya kwamba ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Kuna watu wanaomba siku ya leo, wakiomba siku ya leo, wakiona Mungu hajajibu, wanachoka na maombi. Sasa mtu huyo asitarajie kuona majibu ya maombi. Lakini mtu ambaye anaomba leo, kesho anaendelea na maombi, anaomba umwezi wote, kila siku anaomba mwezi ambao tunaingia kila siku. Yani maombi yake ni maombi ambayo ni maombi ya bila kukoma, kama vile Paulo alisema ya kwamba kwenye Wathesalonike 5 mstari wa 17 ya kwamba ombeni bila kukoma. Tunaona sasa hapa anataja huyu mtu ambaye anaitwa Epafra. Anasema ya kwamba huyu mtu siku zake zote anaomba maombi ya bidii. Okay, wapendwa, kuna wakati mwingine huwa tunataka kuomba, lakini unakuta ya kwamba kuna roho ya udhaifu inakuja katika maisha yako. Unasikia kwamba hauna nguvu ya kuomba, unasikia hauna neema ya kuomba, lakini ni vizuri hata hiyo wakati unajisukuma kwenye maombi. Kila siku unasema ya kwamba leo lazima niombe, kesho lazima niombe, nitaendelea kuomba mpaka nione kile ambacho ninaombea kimetokea. Lakini kuna mtu anaomba leo, kesho haombi. Kuna mtu anakesha leo, kesho anasema ya kwamba sitakesha. Kuna mtu anaingia maombi ya kufunga, akiomba siku 3, anasikia amevunjika moyo. Yale mambo ambayo alikuwa naomba, anaona ya kwamba ni kama Mungu hajajibu, anaachana na maombi. Lakini nimekuja nikupatie siri ambayo ninakupatia jioni ya leo, itakusaidia. Kwa sababu Epafra anatajwa na Paulo ya kwamba siku zake zote, hakuna siku ya kupoteza, anaendelea kuomba. Na tunaona mahali pale Biblia inasema ya kwamba anaomba kwa bidii. Aombi tu maombi ya kawaida, siku zake zote anaomba kwa bidii. Na ni maombi gani anaomba? Anasema kwamba msimame imara katika mapenzi yote ya Mungu, mkiwa wakamilifu na thabiti. Anaombea watu wa Mungu, anaombea kanisa hili ya kwamba lisimame, liwe na ufunuo wa Mungu, liwe na ufunuo wa kumjua Mungu, na anawaombea kwa bidii. Haombi maombi ya kawaida, na si maombi ya kuomba leo kesho anaacha. Biblia imesema ya kwamba siku zake zote. Na vile aliomba, anaombea kanisa lisimame, likasimame katika haki, likatembea na utakatifu. Na kwa hivyo kwenye hiyo maombi ambayo aliomba, Mungu alisikia na alijibu. Na wewe mtazamaji wangu jioni ya leo, na kuambia ya kwamba kuna siri ya kuomba maombi ambayo ni ya bidii, maombi ambayo unaomba na unaendelea. Hata kama kile ulikuwa unaombea haujajibiwa siku ya leo, unaendelea kuomba.
huyo mtu ambaye anaitwa Elia, Biblia inasema ya kwamba alipiga magoti na akaweka kichwa yake chini ya miguu na akaendelea kuomba, na alikuwa na tuma Gehazi anamwambia enda uangalie kama kuna dalili za mvua. Gehazi anakuja anamwambia kwamba hakuna kitu ambacho kinaonekana, lakini hakuwa anatoka katika nafasi ya kuomba, akaendelea kuomba mahali pale. Anamtuma tena, anamwambia kwamba hakuna kitu nimeona. Anakuja anajibu, anamwambia hakuna kitu nimeona, lakini hakuacha kuomba. Alikuwa anaamini ya kwamba vile ninaendelea kuomba lazima nitapata majibu. Kwenye hii maombi ninaomba mvua inyeshe. Na dakika ya mwisho alimtuma Gehazi. Gehazi akaenda akamwambia nimeona kawingu kadogo tu ambapo kakobali sana. Na wakati alirejea akamwambia enda sasa umwambie Ahabu apande farasi aondoke, kwa sababu kutanyesha mvua na ni mkubwa sana. Na hii tunaona ya kwamba alizalisha mvua, aliomba mpaka sasa dalili za mvua zikaonekana, na hakutoka mahali pale, akaomba kabisa mpaka mvua ikaweza kutokea. Na wewe mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, sijui ni jambo gani ambalo umekuwa ukiombea na unaombea siku ya leo, unasikia umechoka kuliombea, unaona kama halitendeki. Nimekuja nikuambia ya kwamba chukua neema ambayo ilikuwa na mtu huyu ambaye anaitwa Elia, na uchukue neema hii ambayo ilikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Epafra, kwa sababu tumeona ni watu ambao waliomba na Mungu akawajibu. Na ninaamini ya kwamba Mungu atakujibu, na ukiomba kwa bidii Mungu atakujibu, as long as umejichunguza, umejiangalia. Kama kuna dhambi unatubu, kama kuna watu umekosana unaangalia vile ambavyo mtakuwa na ushirika. Na ukianza kufanya hivyo, alafu uanze kuomba kwa bidii, maombi yako utajibiwa katika jina la Yesu. Tunapoenda kumaliza, ningependa tuangalie kwenye kitabu ambacho ni cha Wahibrania, na Wahibrania ambayo ni 5 mstari wake wa 7, tunamuona hata Yesu akiongea kuhusu maombi. Na Paulo ameandika hii neno, anasema ya kwamba katika siku zake, hiyo ni Hebrews chapter 5 verse 7, inasema ya kwamba katika siku za maisha ya Yesu hapa duniani alimtolea maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi yeye awezaye kumuokoa na mauti, naye Mungu akamsikia kwa sababu ya kutii kwake kwa unyenyekevu. Hapa tunaona Paulo anasema ya kwamba kuhusu maisha ya Yesu, anasema ya kwamba yeye Yesu katika wakati wake wa mwili, wakati alikuwa hapa duniani, alimtolea dua na maombi ambaye anaweza kumuokoa na mauti, ama yule ambaye anaweza kumuondolea shida zake. Na wapendwa wale mnanisikiliza jioni ya leo, nataka niwaambie kuna moja tu ambaye anaweza kutuokoa na shida zetu. Kuna moja tu ambaye anasikianga maombi. Kuna moja tu ambaye unaweza muendea na umutafute na uombe kwa bidii na akusikie na akujibu. Na ukisoma kitabu ambacho ni cha Isaya 45 mstari wake ambao ni wa 19, Biblia inasema ya kwamba yeye hata waambia wazao wa Yakobo wamtafute bure. Mungu hawezi kutuambia tumuombe alafu ya kwamba kwenye Matthew 7 verse 7 ya kwamba ombeni mtapewa, alafu tuombe tukose kupewa. Yeye ni mwaminifu, lakini kuna siri lazima tujue. Lazima tuweze kuomba kwa bidii, lazima tuombe tukimaanisha, kwa sababu tunaona hapa Paulo anaongea habari ya Yesu. Anasema katika wakati wake wa mwili, wakati alikuwa hapa duniani, alimtolea dua, maombi na maombezi, akalia sana. Yani aliomba maombi ya kumaanisha, hakuomba maombi ya kawaida. Alimulilia Mungu, alijimwaga mbele za Bwana, akaomba maombi ya bidii, na neno linasema ya kwamba yeye akasikilizwa kwa jinsi ambavyo alikuwa anatii. Kwa hivyo hapo kuna siri nyingine tunaona ya kwamba usipokuwa unatii, unaweza kuomba na Mungu akose kukusikia.
kwa sababu hapa tunaona Yesu alijibiwa maombi, kwa sababu Paulo ameandika, anasema ya kwamba kwa sababu ya jinsi ambavyo alikuwa anatii. Na sisi lazima tuweze kuwa tunatii na tunaomba maombi kwa bidii, na Mungu atatujibu maombi yetu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayejibu maombi. Na ukiangalia hapo, hata wakati Yesu alikuwa hapa duniani, mchana alikuwa anaenda anahubiri, anahudumia watu, lakini neno linasema ya kwamba jioni alikuwa anapanda mlimani. Na kuna wakati ambapo alipanda na wanafunzi wake mlimani, na neno linasema ya kwamba walipopanda mlimani akawaacha mahali ambapo ni kama pakutupa jiwe, na maandiko inasema ya kwamba akapiga magoti akaanza kuomba. Na wakati ambapo alikuwa naomba, Biblia inasema ya kwamba malaika kutoka mbinguni alishuka akamumiminia nguvu, akaendelea kuomba, kwa sababu wakati tuko mahali pa kuomba, Mungu hutuma msaada wake. Akamiminiwa nguvu, akaendelea kuomba, na Biblia inasema ya kwamba machozi yake yakageuka yakawa matone ya damu, na akaendelea kuomba zaidi, akaendelea kuomba maombi ya bidii. Na wakati alitoka kwenye maombi, akatoka kwenye maombi akaenda kwa wanafunzi, alikuta wamelala, na Biblia inasema ya kwamba akawaambia, amkeni muombe, msije mkaingia kwenye majaribu. Watu wengi wanaingianga kwenye majaribu kwa sababu hawataki kuomba. Wakati tunaomba, tunaepukana na majaribu, tunaepukana na mambo yale ambayo yanaweza kutumaliza katika maisha yetu. So Yesu akawaambia, ombeni msije mkaingia majaribuni. Akarudi mahali pake pa kuomba, akaendelea kuomba kwa bidii, na ujue ya kwamba alikuwa ameomba na tena amerudi kuomba, kwa sababu alikuwa naomba kwa bidii. Na maandiko inasema ya kwamba akarudi tena, akawakuta tena wanafunzi wale tu wameamsha, wamerudi tena kulala. Akarudi mahali pale akawaambia, hamwezi kukesha na mimi hata lisali moja. Kwa hivyo hii inatuonyesha ya kwamba mtu akiomba maombi madogo sana ni lisali moja. Na kwa hivyo kuna watu hapa wananisikiliza wanasema wanaombaga, lakini ukiangalia ile maombi unaomba dakika 5 unalala. Dakika 5 unasikia kwamba maombi yako imekatika. Na kuombea neema katika jina la Yesu, ya kwamba utapokea neema ya kuomba angalau lisali moja, kwa maana Yesu alituonyesha ya kwamba ni kama kwamba dakika zile tunafaa kuomba kidogo sana ni lisali moja. Na kwa hivyo ninakuombea neema, wewe unanitazama jioni ya leo, wewe unanisikiliza jioni ya leo, utapokea neema ya kuomba lisali moja, masaa 2, masaa 3. Utapokea neema ya mikesha, utapokea neema ya kufunga na kuomba, na utaomba maombi yasiyo ya kawaida, na utaomba maombi ya bidii, na Mungu atajibu maombi yako katika jina la Yesu Kristo. Na tukiangalia hapo, Yesu aliporudi tena, akarudi tena akakuta wamelala. Aliwaambia, basi laleni. Na Biblia inasema ya kwamba mioyo yao ilikuwa inatamani, lakini miili ikawa midhaifu. Washa nikuambie mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, hakuna vile mwili utakuruhusu kuomba, lazima uweze kuutiisha. Na unawaambia leo silali. Nimesoma katika kitabu cha Psalms 132 kuanzia pale mstari wa 4. Mwandishi wa Zaburi anasema ya kwamba sitatandika kitanda yangu, sitaingia katika nyumba yangu, sitakubali kutandika kitanda changu, na sitakubali kope zangu zipate usingizi, mpaka wakati ambapo Mungu atapata nafasi katika maisha yangu. Na mimi nakuombea jioni ya leo ya kwamba upate hiyo neema, ya kwamba unaweza sema leo, mimi sitalala kwa kitanda yangu. Washa nikuambie, kuna watu wanataka Mungu awanenee, kuna watu wanataka Mungu awatembelee, lakini tunaona Samueli ndio anenewe na Mungu, alikuwa kwenye madhabahu ya Bwana usiku, na Mungu akamtokea. Hata kama hakuwa anajua kusikia sauti ya Bwana, alikuwa anaitwa, anaenda kwa Eli. Eli anamwambia enda ulale, anaenda analala, anaitwa tena na Mungu. Lakini kwa nini anaitwa? Ako kwenye madhabahu, ako na moyo ule wa kumtafuta Bwana. Dakika ya mwisho Eli akajua ya kwamba Samueli ni Mungu anamuita, na akamwambia Samueli, ukiitwa tena sema, mimi Bwana mtumishi wako niko hapa. Na hivyo ndivyo Samueli walianza na Mungu. Wapendwa, ni vyema kutafuta Mungu, ni vyema kutafuta Mungu kwa bidii, ni vyema kuomba kwa bidii, kwa sababu tunaona ya kwamba kwenye maombi ya bidii tunasikilizwa.
Hata ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume, nikimaliza Matendo ya Mitume 10, kuna mtu mmoja pale alikuwa anaitwa Cornelius. Biblia inasema ya kwamba alikuwa mtu mchaji wa Mungu, alikuwa mtu anamuogopa Mungu, lakini siku moja akiwa kwenye maombi ya saa 9 akiomba, sijui wewe unaombanga masaa mangapi ama unaombanga siku gapi, lakini tunaona huyu mtu ambaye anaitwa Cornelius alikuwa naomba daily, kama vile tumeona kwa Epafra. Na Biblia inasema ya kwamba sijui naombaga mara ngapi kwa siku. Daniel alikuwa naomba mara 3 kwa siku. Mimi sijui unaombanga mara ngapi, lakini nakuombea neema sasa ya maombi ingie ndani yako, ndio ukaweze sasa kuomba maombi ya bidii, maombi sio ya kawaida, na Mungu atakujibu. Wakakutana na malaika masaa ya saa 9 ya maombi, akiomba akamwambia Cornelius, maombi yako na sadaka yako imenifikia. Na kwa hivyo hii inatuonyesha ya kwamba Mungu ukiomba kwa bidii, jameni, atakusikia na atajibu maombi yako. Kwa hivyo ninapomalizia kipindi hiki cha jioni ya leo, ninaongea kuhusu siri ya kujibiwa maombi. Nimekupatia siri ambazo zinaweza kukusaidia. Ungama dhambi zako, sameheana moja na mwingine. Namba 2, maombi yako anza kuomba kwa bidii. Usiombe tena maombi ya kawaida. Na kama hauna neema, ambia Bwana, ninahitaji neema yako. Na umwambie Roho Mtakatifu, wewe ndiwe unatusaidia katika udhaifu wetu. Ninajiachilia kwako, nipatie neema, nipatie nguvu. Mahali ambapo ninapingwa, nipatie upenyo. Na utapata upenyo. Na Biblia inasema ya kwamba wale ambao wanaofanya kazi zao kule kilindini, Biblia inasema ya kwamba hao huwa wanayaona matendo ya Bwana. Watu wale wanazama kwenye maombi, wale wanamtafuta Mungu kwa bidii, hao ndio ambao wanaonanga matendo ya Bwana. Na ndiposa Yeremia aliambiwa na Bwana, usinyamaze Yeremia, niite, nitakuitika, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Wapendwa na watazamaji wetu jioni ya leo, pokea neema ya maombi, pokea neema ya kufunga na kuomba, pokea neema ya mikesha, pokea neema hata kama ni kila siku naomba mara kama 3. Na ninajua kwamba Mungu anaweza kukupatia neema kama alikuwa anapatia kina Daniel neema. Anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni. Ukiangalia Matendo ya Mitume 3 kuanzia mstari wa 1, Biblia inasema ya kwamba Petro na Yohana wakienda hekaluni kusali masaa ya saa 9 walikutana na kiwete. Kwa hivyo walikuwa wako na hiyo tabia ya kuomba kila siku, kama vile tumeona kwa Epafra. Naomba Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Na jambo lolote ambalo utaomba kwa bidii, ukiwa umejichunguza vizuri, Mungu atakujibu katika jina la Yesu. Kwa hivyo wale ambao wote umenitazama jioni ya leo, hiki kipindi nimekuletea siku ya leo, ninajua ya kwamba ni cha baraka na utapokea neema. Kwanza sasa tumeingia mwezi mpya, tuko sasa kwenye marango ya mwezi ambao ni wa 6. Ninakuombea mwezi huu wa 6 hautang'ang'ana. Utapokea neema tu ya maombi, utapokea uwepesi wa maombi. Wale unaingia maombi ya kufunga na kuomba, pokea neema katika jina la Yesu. Wale ambao mnatamani neema ya kukesha usiku, maana maombi nayo ya usiku ni ya maana sana, wakati ambapo shetani anafanya kazi zake, maana kazi nyingi zake shetani hufanya usiku. Job 36 verse 20 inasema ya kwamba usitamani usiku wakati watu wanakatwa mahali pao. Na waombea neema ya mkesha, na waombea neema ya kufunga, na waombea neema hata ya mchana. Unapata nafasi yako ya kuomba, hata kama ni saa 1, hata kama ni masaa 2. Na ninaamini yule Mungu ambaye amenituma hapa siku ya leo atasikia maombi yako na atajibu maombi yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mahali popote umenitazama na mahali popote umesikia, naamini ya kwamba Mungu amekunenea, na kutoka sasa na kuendelea kuna neema ya Mungu itakuwa juu yako, na hautaomba maombi tena ya kawaida, na hautaomba maombi ambayo haina majibu katika jina la Yesu. Kama ulikuwa mdhaifu wa maombi, kama ulikuwa unaomba leo, kesho unakataa kuomba, pokea neema ya kuomba kila siku, pokea neema ya kuomba kwa bidii.
na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Wacha nikuombee na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya mtazamaji wangu na msikilizaji wangu ambaye amesikia neno lako. Namuombea neema ya maombi na maombezi katika jina la Yesu Kristo. Namuombea nguvu za kufunga na kuomba. Namuombea nguvu za kukesha na kutafuta uso wako katika jina la Yesu. Na ombi lote ambalo atakaloleta mbele zako, naomba Mungu ukaweze kusikia na kujibu katika jina la Yesu. Na sasa Bwana, jioni ya leo naombea yale mahitaji wako nayo, kwa sababu neno lako limeniambia kwenye kitabu cha James ya kwamba tuombeane, na kuna watu wamenisikiza jioni ya leo, na waombea mahali walipo, wapate baraka, wapate Bwana kubarikiwa, na chochote wanahitaji Bwana uwapatie katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. So Mungu wangu akubariki na kutendee mambo mema katika jina la Yesu. Nimekumbuka mstari unasema kwenye kitabu cha Mithali 15 mstari wa 8, inasema ya kwamba sadaka za waovu ni chukizo mbele za Bwana, lakini maombi ambayo ni ya mwenye haki, Biblia inasema ya kwamba inakuanga ni furaha ya Bwana. Kwa hivyo Mungu akubariki mtazamaji wetu na kutendee mambo mema. Shalom, 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 shalom. Thank you.